Unasikiliza kipindi cha Saa ya Urejesho na mdogo wake na Yesu. Matendo ya Mitume sura ya 28. Unaweza ukafuatana nami, nitasoma polepole sana ili kila mmoja aweze kusikia na apate kuelewa. Mstari wa 7. Karibu na mahali pale palikuwa na mashamba ya mkuu wa kisiwa, jina lake Publio. Mtu huyu alitukaribisha kwa moyo wa urafiki, akatufanya wageni wake kwa muda wa siku 3. Ikawa babaye Publio alikuwa hawezi homa na kuhala damu. Paulo akaingia kwake, akaomba, akaweka mikono juu yake na kumpoza. Yalipokwisha kutendeka hayo, wengine waliokuwa na magonjwa katika kisiwa wakaja wakapozwa. Yalipokwisha kutendeka hayo, wengine waliokuwa na magonjwa katika kisiwa wakaja wakapozwa. Nao wakatuheshimu kwa heshima nyingi. Basi tulipoabili, wakatupakilia vitu vile tulivyokuwa na haja navyo. Kumbuka, huyu alikuwa ni mkuu wa kisiwa. Alikuwa kama mkuu wa wilaya ama mkuu wa mkoa ama bosi fulani, maana kisiwa chote kilitambua ya kwamba huyo alikuwa anaitwa ni mkuu wa kile kisiwa. Jina lake aliitwa Publio. Publio aliwakaribisha Paulo na msafara wake, lakini ndani ya nyumba ya Publio, baba yake na Publio alikuwa na homa. Hakuwa na homa peke yake, alikuwa anahala damu. Alikuwa anaharisha damu. The Bible told us. Wakati amewakaribisha watumishi wa Mungu hawa, wakaingia nyumbani kwake, aliwakaribisha kwa heshima. Jifunze kukaribisha watumishi wa Mungu kwa heshima. Unapomkaribisha mtumishi wa Mungu nyumbani kwako kwa heshima, unamkaribisha yeye aliyeko ndani yake. Unaikaribisha mbingu nyumbani mwako. Unamkaribisha Roho Mtakatifu nyumbani kwako. Unamkaribisha Mungu nyumbani kwako. Kumbuka Yesu akasema, atakayewapokea ninyi amenipokea mimi. Wakati wakazi wa kisiwa hicho, kile kisiwa kilikuwa na mkuu. Watu wengine hawakuwakaribisha, lakini yule mkuu wa kisiwa alisema haiwezekani hawa watu wapite hapa. Akawakaribisha nyumbani mwake, akawafanyia karamu, akawafanyia chakula, akawapa maji nao wakanawa. Lakini kuna jambo la pekee na la ajabu nataka nikalinene masikioni mwako msikilizaji. Baba yake Publio alikuwa na homa, namba 1. Namba 2, alikuwa anahala damu. Namba 1, baba yake pamoja na ukuu, pamoja na utajiri, pamoja na heshima. Ni kitu gani nataka nizungumze? Una hela, lakini hela zako haziwezi kumaliza tatizo lako. Wewe ni mtu mkubwa, lakini ukubwa wako hauwezi kumaliza shida yako. Unahitaji ukaribishe mtu mwenye upako. Ni kweli umeweza kuzunguka mahospitalini. Kumbuka huyu hela alikuwa nazo, ni mkuu wa kisiwa, lakini pamoja na hela zake hazikuweza kumsaidia. Hata wewe msikilizaji, hela zako hazitakuokoa. Hela zako hazitaondoa hiyo homa. Hela zako hazitaondoa hiyo pepo. Hela zako hazitaondoa huo ugonjwa. Unahitaji mdogo wake na Yesu aweke mikono juu yako. Yesu anasema, wekeni mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kwa hiyo tunapoweka mikono, mimi mdogo wake na Yesu, ninapoweka mikono juu yako, hiyo homa itaondoka, huo ulemavu utaondoka. Ndio maana nikakuambia, ingia YouTube, angalia, search mdogo wake na Yesu,
utaona watu niliowawekelea mikono vile walifunguliwa, vile waliponywa, vile wanatembea, waliokuwa matasa wananyonyesha, walioletwa wawezi, waliletwa kama samaki, wamebebwa na watu wengi, lakini waliondoka wanatembea. Iko siri katika mikono hii. Ndani yangu Yesu amewekeza, ndani yangu Roho Mtakatifu amewekeza, ndani yangu mbingu zimewekeza. Kumbuka nilipoanza nikakwambia, Israeli walikaa utumwani miaka 430, hawakuweza kujikomboa mpaka alipofika Musa. Alipoingia Musa akamwambia Farao, wape ruhusa watu wangu, na mimi mdogo wake na Yesu niko hapa kuambia magonjwa, kuambia hiyo homa, kuambia hiyo kuhala, kuambia hayo mapepo ya kuachie, na yatakwenda kukuachia. Umepooza muda mrefu, umelala kitandani muda mrefu, uko hospitalini unanisikiliza sasa hivi, umekaa huko kitandani huwezi. Biblia inasema maneno haya, ikawa baba yake Publio alikuwa hawezi kufanikiwa. Naona huwezi kufanikiwa, unahitaji kuwekewa mikono. Naona huwezi kuzalisha, unahitaji kuombewa. Naona huwezi kuajiriwa, unahitaji kuombewa. Naona huwezi kufanya biashara ikaendelea muda mrefu. Pengine unafikiri ni jambo la majira. No, kuna uchawi hapo, kuna kifungo hapo, kuna pepo hapo, kuna uchawi hapo, kuna giza limekushikilia ili usiweze. Biblia inasema na baba yake Publio, pamoja na kwamba baba yake Publio alikuwa na mwanaye ni mkuu wa kisiwa. Wewe ni mkuu wa familia, ni baba wa familia, lakini kuna mahali huwezi. Wengine hawawezi, hawana nguvu za kiume. Huwezi. Unafikiri ni hali ya kawaida, unafikiri pengine ni jambo la mawazo. No, umelogwa, umeshikiliwa, umefungwa, umeibiwa. Unahitaji kuwekelewa mikono. Hiyo sukari itaondoka, hiyo pressure itaondoka, hiyo uvimbe itaondoka, hiyo